Hii ni K-News habari. Mpaka sasa ndugu yetu hajapatikana, hatujui aliko, awe ni mzima au amekufa. Tunaendelea kuzisii mamlaka zilizomchukua na kumshikilia zimwachie akiwa huru au kwa namna yote ile, ili mradi tujue hatima ya ndugu yetu, aidha amekufa au ni mzima. Tunachohitaji ni kuona mwili wa Mdude. Kwa hiyo mamlaka hizi zinawajibika kutuonyesha ndugu yetu yuko wapi, kwa sababu sisi kama taasisi, familia, tuliwaonesha ushirikiano na tuliwaambia kwa kuanzia ni wapi. Kwa hiyo wao wana wajibu wa kuhakikisha wanatoa majibu kwa Watanzania, kwa sababu kazi ya serikali, kazi ya jeshi la polisi ni kulinda raia wake. Mtaji wa serikali ni raia. Kwa hiyo kama raia wanapotea tu kama kuku, hatuwezi tukawa tuna imani na serikali ambayo inapoteza watu. Kwa hiyo tunatoa rai kwa serikali kwamba bado wana nafasi ya kujisaisha katika jambo la Mdude, aidha apatikane akiwa hai au akiwa amekufa. Kwa namna yoyote ile tunahitaji tumuone ndugu yetu. Tusikae tu kusema ndugu yetu hayupo. Mimi naziamini mamlaka za nchi yetu kama zikiamua kufanya jambo hili liwezekane, linawezekana. Kwa hiyo nilikuwa nataka niweke rekodi sawa kwa kuwapongeza wana Mbeya, na kwamba jambo hili kwa Mbeya tutaendelea kwa sehemu ya maisha yetu. Hatutakubali mwenzetu mmoja anapotoweka sisi kwenda kulala. Kama kuna dhambi kubwa ambayo tunaweza tukaifanya ni kwenda kulala nyumbani na familia zetu wakati mwenzetu mmoja anapotea. Kwa hiyo jambo hili lina uwezo wa kumfika mtu yoyote, kwa sababu hakuna aliye salama mpaka sasa hivi. Kwa hiyo niwaombe wana Mbeya, jambo hili aliishia hapa, tutaliendeleza na bado tuna kazi kubwa kuendelea kufanya. Tuliagizana hapa ofisini, watu wana jukumu la kwenda kulifanya. Lakini ndugu zangu, swala la pili ni kuhusiana na kesi inayomkabili mwenyekiti wetu wa Chadema Taifa, Mheshimiwa Lissu. Kesi ya Lissu tunajua ni kesi ya kutunga, tunajua ni kesi ambayo ni ya uongo, ni kesi ambayo haina mashiko kabisa, kwa sababu tunafahamu Lissu hamiliki hata bastola, wala Lissu hajawahi kushika hata viboko kupigana na mtu. Lissu anadai haki. Kwa sababu Lissu anadai haki, tunajua analipa gharama. Lakini mimi binafsi kama mwenyekiti wa mkoa ninaendelea kupata faraja namna ninavyomuona mwenyekiti wetu wa taifa Lissu alivyo imara. Nafikiri Watanzania wengi wamemuona Lissu akiwa mahakamani. Ni mwenye tabasamu, ni mwenye ujasiri, bado anatupa matumaini sisi Watanzania na sisi wapiganaji wenzake kwamba hakuna kukata tamaa. Hata kama tungepitia vikwazo vya aina gani, tuendelee kusimama kupambania haki kwa ujasiri pasipo kuogopa. Nilipomuona Mheshimiwa Lissu, kiukweli moyo wangu ulifarijika sana. Nikapata nguvu tena kuendelea kupambana, kwa sababu mtu ambaye anaishi na risasi mwilini, amekaa magereza akiwa hajafanya kosa lolote lile, bado ana imani ya kuendelea kuwapigania Watanzania ambao wengi wao wameamua kukaa kimya. Nafikiri tumeona namna ambavyo wenzetu kupitia tukio la mahakamani, wageni kuzuiliwa, tumeona namna ambavyo Wakenya wamereact. Hivi ndivyo tunapaswa hata sisi wananchi wetu watoke, viongozi wao wanapokamatwa watoke kwa ajili ya kuwapambania. Lissu ametufundisha namna ambavyo viongozi tunapaswa kuwa, hata wakati ambapo watu bado hawajaelewa, wewe lazima uwe jasiri kuonesha njia. Kwa hiyo niseme sisi wa Tanzania tuendelee kumwombea Mheshimiwa Lissu, wa vyama vyote na waumini wote wa haki tuendelee kupaza sauti na kumwombea Mheshimiwa Lissu, na bila kukata tamaa kuendelea kumtia moyo na yeye, kwa sababu kipindi ambacho tunakipitia kama Watanzania ni kipindi kigumu kwa watu wote. Kwa hiyo niendelee kuwasihi wananchi wote kuendelea kumwombea Mheshimiwa Lissu, lakini kumtia moyo. Wakati huu tunaendelea na programu za chama, lakini hatutasahau kwamba mwenyekiti wetu hayupo kwa sababu anataka ubunge, hayupo kwa sababu anataka maslahi binafsi. Hakuna asiyejua kwamba Lissu anaweza akataka cheo chochote akapewa na serikali ya Rais Samia, lakini amechagua kuwatumikia wananchi, amechagua kuwa sauti ya wasio na sauti. Ndio maana leo hii yuko magereza. Kwa hiyo ujasiri wake unaendelea kutufanya sisi viongozi kuendelea kuiga mfano na kuendelea kupata ujasiri zaidi wa kupambania haki zetu na kupambania kile ambacho tunakiamini kwa maslahi mapana ya taifa letu. Lakini ndugu zangu, nataka niseme tu, sisi kama Chadema, pamoja na matukio yote ya wenzetu kutekwa na kuuawa, mwenyekiti kuwekwa gerezani, hatuwezi kurudi nyuma. Tutaendelea kufanya mwendelezo wa kuendelea kuishusha hii elimu ya hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. No reforms, no election ni msimamo wetu.
Na nafikiri ninyi mnakumbuka kwamba mkoa wa Mbeya tulipata bahati ya kuzindua operation hii. Tuliizindua operation hii mkoa wa Mbeya, lakini bado hatujaanza kuishusha chini kwenye majimbo. Ingawaje tulipata bahati ya kufanya mikutano kadhaa. Tulifanya mikutano Rungwe, Kiela, tumefanya Chunya, tumefanya Mbeya vijijini, lakini sasa tunakwenda kufanya maandalizi. Tutakapoketi na baraza langu la uongozi mkoa pamoja na kikao cha mashauriano, tutashauriana namna ya kuizindua no reforms no election ndani ya mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo hapa haiishi mpaka iishe, panachafuka tena. Tunajipanga kushusha hii elimu kwa wapiga kura. Tunaposema kwa nini hatuendi kwenye uchaguzi, tunapaswa watu waelewe. Hata mimi natamani, na wanachunya wanasema unafaa kuwa mbunge, nakubali. Lakini siwezi kwenda kugombea ubunge kwenye tume hii ambayo ina ujanja mwingi. Nilimsikia mtu mmoja jana anasema anaenda chama fulani cha Zambarau eti kwa sababu anataka akawajaribu CCM. Hivi CCM ni ya kuijaribu? Unaweza ukasema kwa siasa za nchi CCM unaijaribu? Hawa watu wameiba uchaguzi wa 2019 wa serikali za mtaa. Wameiba uchaguzi wa 2020. Wameiba uchaguzi wa 2024. Tulikuwa tuna matumaini 2024 ameingia Rais Samia na 4R. Tukazani kutakuwa kuna mabadiliko. Lakini kumbe CCM hawabadiliki wanapohitaji madaraka, ni wale wale. Leo kuna nini mpaka mtu anasema anataka wajaribu tena CCM? Kuna kitu gani ambacho CCM hawajakifanya ambacho kituonesha Watanzania kwamba CCM wana nia njema? Mwingine atauliza na atazungumza habari ya tume inayoitwa huru huko haiko huru. Kwamba tukawajaribu kwa sababu kuna kitu wamekibadilisha tu jina, wamekaongeza kaneno tume huru, lakini tume ni huru? Hoja ziko wazi ndugu zangu. Hiyo wanayoita tume huru bado imekataa kutoa majibu ya ibara ya 41(7) ya katiba kwamba matokeo ya urais yanatakiwa kupingwa mahakamani. Bado mpaka leo kipengele hicho hakijarekebishwa. Sasa hii tume ina uhuru gani? Mnaingia kwenye uchaguzi ambao mnakwenda kumpambania mgombea wenu wa urais, lakini hawezi kupinga matokeo ya rais wa CCM aliyetangazwa na tume, kwa sababu hiyo tume actually imejiandaa kumtangaza rais wa Chama cha Mapinduzi. Tunaingiaje kwenye uchaguzi huo? Lakini hii tume, mwenyekiti wake, makamu mwenyekiti wa tume pamoja na wajumbe 5 wanachaguliwa na rais wa nchi. Rais wa nchi ni mwenyekiti wa chama gani? Ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Alafu huyu ndio atuundie tume ya uchaguzi ambayo ikasimamia uchaguzi, mtangaze rais wa Chadema. Makada wote tume imeeleza kiujanja. Ukisoma hiyo tume wanaosema wamefanya marekebisho, mara sio wakurugenzi, imezungumza watakaosimamia uchaguzi wa ngazi ya jimbo, watakaosimamia watakuwa ni viongozi waandamizi wa jimbo. Sasa nataka mnieleze viongozi waandamizi wa jimbo wanaozungumzwa ni wakina nani? Si ni wakurugenzi ndio viongozi waandamizi? Kwa hawa watu watendaji wa kwenye makata wataendelea kusimamia nini? Uchaguzi. Unafikiri hii tume itawatangaza watu wa Chadema? Kwa mimi naweza nikasema ni washangae tu watu ambao wanatumika kupotosha. Naamini kwamba wanatumika. Mtu mwenye akili timamu huwezi kwenda kutaka ubunge katika hali hii ambayo hakuna tume huru nini ya uchaguzi. Kwa hiyo sisi Chadema hatuko tayari. Kama yatafanyika mabadiliko hayo madogo, tuko tayari kuingia kwenye uchaguzi hata kesho. Hata kama zitafanyika minimum reform, tuko tayari kuingia kwenye uchaguzi. Lakini mimi binafsi nataka niwaambie hata watu waliokuwa na mashaka na mimi nasema naenda mbali zaidi. Mimi hata kama ni 2030 nitasubiri, lakini tupate kwanza tume huru ya uchaguzi. Kwa sababu mimi nimeshiriki uchaguzi wa 2015 walau wakati kuna amani. Namna ambavyo wananchi walikuwa wanahangaika kulinda kura zetu. Sehemu ambayo nilikuwa nagombea wananchi walivunja ofisi kwa kudai matokeo. Wananchi wale wamepata kesi pamoja na mimi, tulikaa mwaka mzima tunahudhuria mahakamani ndio kesi inakuja kuisha. Hayo madhara ambayo wananchi wanayapata baada ya uchaguzi nataka yaendelee. Njoo hapa Mbeya mjini tulikuwa tuna mbunge Sugu kwa miaka 10. 2010 Sugu anagombea ubunge hapa Mbeya. Wananchi wanaandamana, aidha tunachoma nyumba ya Mpesi au tunachoma nyumba ya Mama Mbilinyi ili Sugu atangazwe na asikubali rushwa ya CCM. Mnataka tuende kwenye uchaguzi wa design hiyo? Yaani kila siku sisi Chadema tuwe ni watu wa kuandamana kwa ajili ya kupata matokeo? Tumesema no. Tunahitaji kwenda kwenye uchaguzi ambao utakuwa wa huru, wa haki na wa uwazi. Hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi ambao hata wakala tu haruhusiwi kuingia na simu kituoni. Huo ni uchaguzi wa namna gani? Kwa hiyo nataka niseme kwamba kuna watu watakuja na wanasema wao ndoto zao ni ubunge. Nimesema hata mimi mwenyewe natamani kagombea ubunge. Hata wananchi wa Chunya wananisukuma njoo ugombea ubunge.
lakini kwenye tume hii inayojiita tume huru ambayo sio tume huru, siko tayari kugombea ubunge. Niko tayari kuendelea kuwaelimisha Watanzania kwamba kwa nini hatupaswi kuingia kwenye uchaguzi usio huru na haki, uchaguzi ambao unaacha makovu, uchaguzi ambao unaacha vifo, uchaguzi ambao unaacha umaskini kwa watu wachache na wengine wananeemeka. Leo Chama cha Mapinduzi kwa uwazi kabisa wanajisifu uchaguzi uko ndani ya chama chao. Wakimaliza uchaguzi ndani ya chama chao, kula za maoni, hakuna uchaguzi. Wanajua automatically umeshakuwa mbunge, umeshakuwa diwani. Hatuwezi tukafanya kazi ya kijinga. Ni bora tupambane kutafuta hizi reform, hata ikiwezekana mpaka 2030. Lazima mabadiliko yafanyike ndio twende kwenye uchaguzi. Ukiona mtu anawaza ubunge, anawaza udiwani, ni namna alivyo binafsi. Sisi hatupambanii reforms ili yeye awe mbunge au Lissu awe rais. Tunapambana na reforms, tunataka mtoto wa mkulima akiwa na ndoto za kuwa rais na ana uwezo aje kuwa rais wa nchi hii. Tunataka mtoto wa mvuvi, mfanyabiashara au mchimbaji au wewe mwandishi wa habari, mtoto wako kama na uwezo na ndoto za kuja kuwa rais wa nchi hii, aweze kuwa rais wa nchi hii. Na mimi niseme wenye mamlaka wanapaswa kuona aibu, kwa sababu hata urais aliopata Samia ni urais wa kimungu tu. Tunaheshimu mamlaka yake kwa sababu ni Mungu alimpa. Sasa tunataka mtu yeyote ambaye Mungu ameona huyu amempatia nguvu, ana akili na ana uwezo wa kuongoza Tanzania, akitaka nia ya kugombea urais aweze kufanikiwa. Kwa hiyo tunapambana kwa sababu ya maisha ya ndoto za Watanzania wengi, hata wale watoto wa mapolisi tunapambana na ndoto zao. Kuna vijana wana uwezo, wana ndoto za kuwa wabunge, wana ndoto za kuwa madiwani, kuwa wenye viti wa vijiji na vitongoji, lakini uchaguzi unaibiwa. Sisi Chadema tumekubali kupambana kwa ajili ya ndoto za watu wote ya taifa hili, na tunataka taifa ambalo ni taifa ambalo lina amani, taifa ambalo lina haki, kila mmoja anajiona na haki. Lakini leo ukiwa na ndoto ya kugombea ubunge uende CCM, ukiwa na ndoto ya udiwani uende CCM, haiwezekani. Tunataka nchi yenye usawa, na tutaendelea kuwa sauti ya watu tukipambana bila kuchoka, kwa sababu jambo hili ni utume. Niliona wiki iliyopita dada Mange Kimambi kwenye ukurasa wake amesema anaacha kabisa ili jukumu, maana Watanzania hawataki kufanyaje kujipambania, lakini mmeona ameacha. Jana tu nimeona anapita kwenye tuta yake, kwa sababu hii kazi ni wito ndugu zangu. Hata sisi hatuwezi kuiacha. Yaani leo mtamchukua Mdude, mtamuua, mtampoteza, mmempoteza Soka, mtapoteza nani? Sijui mtatuambia ni idadi ya watu wangapi mnataka muwapoteze ili wasidai mabadiliko. Nikipotea mimi wengine watadai mabadiliko, kwa sababu hii kazi ni asili. Yaani hii ni kazi ambayo Mungu ameweka utume ndani yetu, hatuwezi kuifanya. Na tunajua ndugu zangu kwamba kwenye kazi hii tunapitia jukumu gumu la kuwa na watu ambao wanapenda madaraka. Kuna watu wameingia Chadema kwa sababu ya ubunge, wameingia Chadema kwa sababu ya udiwani, aidha ubunge wa viti maalum au ubunge wa kugombea jimbo. Mnafikiri leo wakikosa ubunge wao wanafanyaje? Nimesikia kuna chama cha zamani kilichakachaka wamekimbilia huko, na leo kuna wengine wanapokelewa huko. Mimi nataka niseme kama kuna watu walikuwa naota ndoto za asubuhi kwamba mimi ndaenda Chauma, mimi Masaga bado nipo. Na niwapongeze sana wananchi wangu wa Mbeya, viongozi wangu wa mkoa wa Mbeya, hata viongozi wa staff. Hakuna mpaka sasa hivi ambaye nimesikia anaenda Chauma. Hakuna. Mbeya iko salama. Nimesikia unasema habari ya Nyasa. Sisi Mbeya ndo icon ya Nyasa, na tutaendelea kuwa sehemu ya mabadiliko na mageuzi ya kweli nchi hii. Hakuna hapa mwanachadema ataenda Mbeya. Na siwezi kuwasemea watu, lakini mpaka sasa hivi Mbeya iko nini? Salama. Mbeya iko salama, na tutaendelea kuwa sehemu ya mfano. Na watu walikuwa na wasiwasi sana kwa sababu mwenyekiti alikuwa Tim Mbowe. Mimi nilikuwa Tim Mbowe. Na kama kuna wenye viti ambao walitoka kumpambania Mheshimiwa Mbowe, mimi ni mmoja wapo. Kwenye kanda ya Nyasa kama kuna mtu alitoka front kumpambania Mbowe, ni mimi, tena kwa gharama zangu. Mimi hata nimetoka kwenda kumuomba Mbowe kwa nauli zangu, na lala hoteli na narudi kwa gharama zangu, na nampambania Mbowe pasipo unafiki, na sijawahi juta. Na haikuwa dhambi. Lakini mwenyekiti alitusi Mheshimiwa Mbowe, akasema Chadema inapaswa kulindwa kwa wivu mkubwa. Kama kuna mtu amesisitiza tukilinde chama hichi ni Mbowe. Kwa sisi wengine tulimuelewa vizuri. Kuilinda Chadema sio kumpigania mtu. Mimi nilitimiza wajibu kama mimi kwa mapenzi yangu kwamba nampenda Freeman. Nilimpigania, nilisimama muda wote, nilisema hakuna ambaye afahamu nchi hii. Hakuna ambaye afahamu nchi hii. Nilipambana kwa sababu nilikuwa namwamini, lakini kwenye kuipambania Chadema, Freeman sio bora, Lissu sio bora, Chadema ndio bora, kwa sababu Chadema ni imani ya wananchi. Kwa nataka niwaambie sisi Mbeya, sisi sio watu wa kupenda aibu, sisi ni watu wa kupenda heshima. Unajiita leo kiongozi wa Chauma, nafikiri nani anakuheshimu Mbeya? Hakuna. Yaani uwezo ukawa mjinga hapa, hakuna mtu mjinga.
Watu wa Mbeya wanajielewa, watu wa Mbeya wanajiheshimu, wanajua wanachokipigania. Kwa hiyo mimi siwezi kuwaangusha wana Mbeya. Na huwa nawaambia watu wengi sana, wanasahau nafasi tulizopewa ni nafasi ambazo tumepewa kwa sababu Mungu ameruhusu tuwepo hapa. Kwa leo ukichezea imani ya wananchi, unasimama kwenye jukwaa unapuuza eti kwa sababu wewe ni mwenyekiti wa kanda au wa mkoa, au wananchi waliokupa imani ndio wanaokupuuza kesho. Kwa hiyo sisi tutasimama na wananchi ambao wanasema wameona madhara ya uchaguzi, ndio maana hawezi kuingia. Kwa nini? Lazima tu wa kweli unataka kuingia kwenye uchaguzi upi? Hawa Tanzania hawa wamechoka kupiga kura, kwa sababu wanapiga kura wanayemchagua hawatangazwi. Uchaguzi wa juzi watu hata vituoni hawajaenda. Mimi nilikuwa kwenye kituo kimoja. Hicho kituo, huo mji unawapiga kura 10,000. Kitongoji kinaitwa Itumbi, kiko Chunya. Kinawapiga kura 10,000. Waliojiandikisha walikuwa 2900. Waliojiandikisha. Kwa sisi Chadema tumetunza data. Waliopiga kura ni watu 600. Fikiria watu 2300 wamejiandikisha hapo waende kupiga kura. Watanzania sio wajinga, wanajua kwamba CCM wanaiba uchaguzi. Wamekata tamaa. Tunataka turudishe taifa ambalo mtu ataona kupiga kura ni haki yake ya msingi, kugombea ni haki yake ya msingi, na atakuwa na uhakika na kura yake. Akimchagua mtu atakuwa na hakika atatangazwa, akienda kugombea atakuwa na hakika kwamba atatangazwa, kwa sababu kuna chombo huru ambacho kinasimamia zoezi la uchaguzi. Kwa hiyo nataka niwaambie ndugu zangu, hapa hakuna anayeenda Chauma si cha mama. Hapa habari ya mjini no reforms, no election, na tutaendelea kuipambania kwa wivu mkubwa. Na kuna habari zinazuka. Mimi napenda sana kuzungumza ukweli ili kuwafahamisha watu, na ikiwezekana kukiponya chama chetu. Kuna watu hawajui, kuna mambo yanazungumzwa. Alizungumza mheshimiwa juzi, nafikiri mheshimiwa Bora. Kuna mambo yanazungumzwa. Mimi nilikuwa timu Mbowe ndugu zangu. Mnajua namna ambavyo nilishughulika na timu Lissu nilivyokuwa naishughulikia. Bila kificho kabisa. Nimepambana nao. Kati ya watu ambao walikuwa wanapigana kwenye timu, mimi nawapigia simu waliokuwa naongoza timu wakina Dan, nawaambia twendeni tutoke tuseme, tusikae kimya. Nilikuwa ni mimi. Na mimi nilikuwa naita vyombo vya habari, hata wao siwaambii, nazungumza nasema, kwa sababu tulikuwa kwenye mashindano ya uchaguzi wa ndani. Mimi nilitumia nguvu zangu nyingi, na ndio maana hata sikujilaumu tuliposhindwa, kwa sababu nilifanya kazi. Lakini kwa bahati mbaya kuna watu hata hawakufanya jukumu lolote, leo anageuka eti kuwa na uchungu na Mbowe kuliko sisi. Mimi nimekaa Dar es Salaam siku 3, nimeenda mpaka nyumbani kwa Freeman. Tumekaa kikao tunazungumza baada ya kushindwa ule uchaguzi. Tulikuwa tuna makovu, lakini lazima maslahi ya Chadema yaende nini? Mbele. Tumefika hapa, tumezindua kampeni ya no reform no election. Nimehakikisha mkutano unafanyika wapi? Mbeya. Watu wakatengeneza propaganda, huyo mwenyekiti ni timu Mbowe, mkutano utafanyika Mbeya. Mkutano ukufanyika. Mikutano ya Mbeya imefanikiwa. Sisi tunaipenda Chadema, tumpendi mtu. Watanzania wanaiamini Chadema. Uwezo kaleta mchezo kwenye chama. Sasa wanasema Lissu, mheshimiwa Lissu, mheshimiwa Heche ni watu wabaya sana, wanyanyasa watu. Mimi nataka nisema haya ni maneno ya uongo sana. Inawezekana kwenye hizi timu kuna watu wabaya, wapo kweli, wapambe. Wapo, ni jambo la binadamu. Kuna wapambe wa Heche, kuna wapambe wa Lissu. Lakini mimi nasema na hapa mbele za Mungu, kama kuna mtu mwema, Lissu ni mtu mwema sana. Tumekaa hapa, nimempokea mheshimiwa Lissu, amenikumbatia, aliniona na alikuwa anajua nilikuwa nampiga misumari. Mheshimiwa Heche, tumemaliza uchaguzi siku ile, wajumbe wengine wamekimbia, mimi niliondoka mapema, lakini kwenye baraza kuu nilikuwepo. Kwenye kudhibitisha wajumbe nilikuwepo. Sikukimbia, nilikuwepo. Wamemaliza, tumeenda kukumbatiana na mheshimiwa Heche na mheshimiwa Lissu. Nikiwapongeza, ndio siasa na ndio komavu. Sasa unasemaje hawa watu ni wabaya? Wamekuja hapa, mimi nimefanya kazi na Heche siku 3 za kwanza tukiwa hapa mkoani Mbeya. Ameondoka, ameenda Njombe, amerudi tena baadaye kutoka kusini. Nimekaa naye mheshimiwa Heche hapa siku 2. Tunazungumza naye, hana shida. Na tunapeana na dili zingine. Unasemaje huyu mtu mbaya? Hakuna mtu ambaye aliniuliza wewe ulikuwa timu Mbowe. Haya maneno yanatoka wapi? Hii ni K News habari.